Police ndio ambaye anaiongoza mpaka sasa kuweza kufikia malano la siku ya leo. Linda lango Sufian Farid Audredaogo wanaongoza na Pilato siku ya leo ni nembo za FIFA. Ni kazi ngumu kwa timu zote mbili. Dakika 90 zito kabisa kwao, lakini ni wanajeshi, ni makamanda ambao wameyari kuweza kupambana. Wanajua ni ngumu, lakini hawana budi bali kuweza kuifuata. Wanasalimiana na kutakiana heri. Football is a game of brotherhood, friendship. Inaleta watu pamoja, lakini ndipo sasa siku leo unaona taifa la Kenya na taifa la Sudan. Mwalimu kocha Etienne Ndairagije amekuwa na mfumo wa 4-4-2. Jobo Cheng ataindwa na Daniel Sakari, Baraka Badi, Brano Kot na David Cheng Cheche. Eneo la kati Tobias Charles Umasila, Exos Marvin Moni na Bwire, Agmo Mariam. Upande wa pili mwalimu Ronald Aulorien ameyari pia kupiga na mfumo wa 4-4-2. Atasimama kwenye mlingoti Sofian Farid pamoja kunyama kwa heshima ya aliyekuwa waziri mkuu wa taifa la Kenya Raila Amolo Odinga almaarufu Baba. Goel Raila, rest Amolo, Zika Odinga, ulazwe pahala pema Raila Amolo Odinga Baba, umetangulia mbele za haki, sisi tupo nyuma tunafuata. Leo ilikuwa ni siku ya ibada ya wafu pale Nyayo, na atakuwa napumzishwa katika pumziko mahali pake pa milele siku ya Jumapili. McDonald Mariga aliyekuwa mchezaji wa klabu ya Inter Milan alibeba nayo ubingwa katika ligi ya mabingwa barani Ulaya, hii ikiwa ni ligi ya mabingwa barani Afrika. Etienne Ndairagije, raia wa taifa la Burundi, umri wa miaka 46, kwa kocha katika timu mbalimbali, lakini hivi sasa kocha kwa faida ya Kenya Police. Mwalimu kwa faida Al Hilal, Laurent Regenkamp Aurelian alichukua nafasi ya aliondoka Florent Benge. Jukumu Yushas Misuri anageuka na sala uzuri, bado normali Misuri Aurelian amekata uzuri, aligeuka naye Sala Eldin Adil. Final anaipata mali chance Umasila, jaribu kuifuata Dama Kulipali, anamzidi kasi Dama Kulipali na mali sasa, jaribu kuingia ndani Kulipali, Dama Kulipali anawatanguliza hapa wana Sudan. Al Hilal anawatanguliza Said Al Balad. Biashara yao wanaianza mapema, kosa moja tu wanaadhibiwa Kenya Police. Alifika Brano Kot, lakini akamzidi kwa kasi tu, alitapin mbele yake, akachukua muda na kuweza kumwangalia yupo wapi Jobo Cheng. Amepigiwa pale alipolala. Mwisho wa siku wanatangulia vijana kutoka ardhi ya Sudan. Adama Kulibali anawatanguliza Al Hilal, wapo mbele sasa. Etienne anasema maelekezo na yupo offside, mwenzake anasubiri, anapiga pass pembeni, inafika mali kwake Anes Luzolo Nsita. Luzolo tumia mguu wake wa kulia, Brano Kot amekwenda juu, mali anayo Ebuela sasa amegeresha kwanza, Ebuela anaimimina ndani kutafuta Ade, ameganda na angana kurudi nao chini. Jobo Cheng nyimo nafasi Lane, water catch nzuri kabisa, leto na Ebuela akenda juu. Aden Tunje alikwenda juu kuruka kichwa, lakini Jobo Cheng alikuwa makini. Ade kwake Walildin, katikati kwake Taha Umer, Taha anageuza pande pili kwake Steven Ebuela.
Ebuela Steven amekataa. Jombo Ochieng haujenda nje bado. Steven Ebuela bado pendani anaipata Jombo Ochieng. Tayari kuweza kumvuta tu. Steven Ebuela aliachia fataki ambalo hakuweza kulishika moja kwa moja. Kile kinachotamosha nifanya Osman Diouf bali ameipoteza mwenye kwake Misuri. Sasa nafasi hii Misuri anacheza, amekwenda chini. Mbuzi anaitwa kadi ya njano imetoka, anaambiwa simulation. Anaonekana Misuri anapoa kadi ikiwa ametabasamu, lakini anaonekana alichokifanya si adimu kabisa. Ameipata hii Misuri, ameshindwa kuweza kuitumia. Alitaka kutafuta tuta, lakini alikuwa makini kidogo. Bigirimana ameishia kula kadi ya njano. Cheo cha Koplo badilisha cheo hivi majuzi, sasa ni Koplo Clinton Kinanga Macheso mpira mrefu anaogusa ndani, anaokosa Kinanga bado ile. Nafikia Edward Omondi bado anakanyaga na Edward Omondi, anataka kupasiana sana katika eneo la mpinzani. Hakuna mtu anayetaka kuchitola kuweza kupambana na Sofiane Farid. Nafasi hizo watajutia wenyewe wanavyozikosa. Please nyongeza kabisa hata sekunde. Rodrigue Bigirimana anamaliza mechi ya siku ya leo, ambapo wanapata pigo mafando ya taifa la Kenya, Kenya Police mbele ya maasimu wao kwa siku ya leo, Al Hilal kutokea Sudan. Ni kazi ngumu sasa watakuwa nayo wanapoelekea nyumbani pale pa Al Hilal katika mechi ya marudiano siku 7 kutokea leo. Wameonyesha mchezo mzuri, wameonyesha ukomavu, wameonyesha uzoefu. Al Hilal ya Sudan walikosa kitu cha kufanya. Kenya Police ambacho ni kucheka na nyavu, walifika eneo la mpinzani lakini walikosa kutumia nafasi. Adama Coulibaly ndiye ambao amefunga goli la pekee ambalo limetofautisha scoreboard kwa siku ya leo. Amewapa alama 3 za thamani, lakini amewapa ushindi ambao utawasogeza katika nafasi nzuri kabisa ya kufuzu katika hatua za makundi. Imetamatika kutoka uwanja wa Ulinzi Sports Complex. Al Hilal kutoka Sudan 1, Kenya Police ya Kenya bila. Mekuwa nami beki asiyepitika Ali Salim. Till next time, goodbye. On behalf of the Football Kenya Federation and Police FC, wish you safe journey.